Yes, klabu ya soka ya Yanga kesho inatarajiwa itafunga safari kuelekea nchini Malawi kwa ajili ya kwenda kujiandaa na mchezo wa raundi ya pili kwenye hatua za awali mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Yanga wanaenda kukutana na Silver Striker ya nchini Malawi. Lipo kundi kubwa la wachezaji ambalo klabu ya soka ya Yanga itasafiri nalo hiyo kesho, lakini wapo baadhi ya wachezaji wapo kwenye majukumu yao ya kitaifa hivi sasa, hivyo watatoka kwenye mataifa yao na kwenda Malawi moja kwa moja. Watawakuta baadhi ya wachezaji wenzao tayari wameshaanza kambi ya mazoezi, lakini wapo baadhi ya wachezaji ambao watabaki jijini Dar es Salaam kutokana na kuwa na majeruhi. Yes, kuna baadhi ya wachezaji wa klabu ya soka ya Yanga hawatasafiri na timu kutokana na majeraha wanayoyauguza. Kumbuka, kama bado haujasubscribe, salia nasi mpaka mwisho, lakini usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. So, moja ya wachezaji ambao watabaki jijini Dar es Salaam kutokana na kuwa na maumivu ama kuwa na majeraha ni mshambuliaji wa klabu ya soka ya Yanga, Clement Mzize. Clement Mzize alipata majeraha kwenye mchezo wa kwanza wa hatua za awali ambayo Yanga walikuwa wakicheza dhidi ya Wiliete. Clement Mzize alipata majeraha huko, jambo ambalo limemfanya kukaa nje ya uwanja kwa mechi kadhaa mpaka hivi sasa. Yes, zipo habari kuwa Clement Mzize amerecover, ni kweli. Ameonyesha uponaji wa majeraha yake na ameanza mazoezi binafsi madogo huku akiendelea kujiweka sawa. So kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga ambacho kitaondoka kesho, Clement Mzize hata kuwepo kutokana na hali yake, bado ana recover. Mchezaji mwingine ni Dickson Job. Dickson Job amepata majeraha wakiwa kwenye kambi yao ya mazoezi. So wakati wa mazoezi Dickson Job amepata majeraha, jambo ambalo linamfanya na yeye anabaki Dar es Salaam akiuguza majeraha yake wakati wenzie wanaondoka. Lakini lipo kundi la wachezaji ambao hivi sasa wapo kwenye majukumu yao ya kitaifa na wataungana na wenzao Malawi soon tu watakapomaliza majukumu yao ya kitaifa. Mchezaji kama Duke Abuya tunajua anatumikia timu ya taifa ya Kenya, lakini yuko Pacome Zouzoua bado hajarudi Dar es Salaam, yuko nchini kwao Ivory Coast, kwa hiyo atatokea Ivory Coast kwenda Malawi moja kwa moja. Ibrahim Abdullah Baka, Israel Mwenda, Bakari Mwamnyeto, hawa wanatumikia timu ya taifa ya Tanzania ambayo yenyewe ilikuwa imetoka kuchuana na Iran hivi juzi, kwa hiyo hawakuwa sehemu ya kambi ya Yanga iliyokuwa Dar es Salaam. Watatoka Iran moja kwa moja kuelekea nchini Malawi, hawatapitia Tanzania, watakutana na wenzao huko. Lakini sio hao tu, kuna Alassane Kouma Ekwa, wao walikuwa wakichezea timu zao. Chikola naye alikuwa akitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Djigui Diarra pia na yeye alikuwa akitumikia timu yake ya taifa, japokuwa mpaka hivi sasa Djigui Diarra yuko na maumivu, kwa hiyo kuna 50-50 kama atacheza kwenye mchezo dhidi ya Silver Strikers ama atakuwa benchi. So hao ndio wachezaji ambao wanaenda kuungana na wachezaji wenzao kwenye michuano wataenda kuungana na wachezaji wenzao kwenye kambi ambayo itawekwa Malawi kwa ajili ya kujiandaa na michuano ya CAF Champions League kwa msimu huu. Kama klabu ya soka ya Yanga itafanikiwa kuibuka kidedea kwenye michezo miwili yote ambayo itapigwa dhidi ya Silver Striker, tunauzungumzia mchezo ambao utapigwa Malawi na ule ambao utapigwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa hapa jijini Dar es Salaam. Kama Yanga ataibuka kidedea, basi atapata nafasi ya kwenda kwenye hatua inayofuata ambayo ni hatua ya makundi na kujizolea kitita kikubwa. Kuna tofauti kubwa sana kati ya Silver Striker na Yanga. Tunajua kuwa Yanga iko juu sana kwenye viwango vya CAF ukilinganisha na Silver Striker. So bado Yanga na advantage kubwa sana ya kupita kwenye hatua hii. Tuandikie maoni yako kwenye comment section. Unahisi klabu ya soka ya Yanga weekend hii itaibuka kidedea kwa idadi ya magoli mangapi? Tuwekee utabiri wako kwenye comment section. Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na comment. Kumbuka hii ni J Sports na mimi ni J Kibuga.